Chuo cha mipango ya maendeleo vijijini ARDP kimetoa msaada wa viti 22 kwa shule ya msingi ya Mpamaa na shule ya sekondari ya Miuji kwa ajili ya kuboresha utoaji wa taaluma katika shule hizo. Utoaji wa viti hivyo vitakavyotumika katika ofisi za walimu ni sehemu ya kutimiza ahadi ambayo chuo kilitoa kwa ajili ya kuinua hali ya ufundishaji miongoni mwa walimu katika shule hizo. Godrick Ngoli ni mkuu wa kitengo cha mawasiliano na masoko chuo cha mipango, ambaye wakati wa hafla fupi ya kukabidhi msaada huo anaeleza. Sisi chuo cha mipango tulialikwa kuhudhuria katika mahafali yao, na katika mahafali yale walibainisha mafanikio waliokuwa wameyapata, lakini na changamoto. Moja ya changamoto ilikuwa ni uhaba au upungufu wa viti vya kukalia kwa walimu. Na kwa niaba sasa ya management ya chuo cha mipango ikiongozwa na mkuu wa chuo Profesa Hossein Mayaya, leo hii nimekuja kuleta msaada huo wa viti 10 kama ambavyo tulikuwa tumeahidi katika ile mahafali. Na katika ulimwengu wa sasa hivi wa kidigitali, sasa ule msemo wa zamani kwamba ahadi ni deni umepitwa na wakati. Sasa hivi tunasema ahadi ni uaminifu. Hiyo ninaendelea kutoa wito tu kwamba wadau wa elimu, tukiwepo wazazi au wale watu waliosoma shule hii ya Miuji tangu imeanza miaka kadhaa iliyopita, wanaweza wakaona namna gani wakaisaidia hii shule, lakini na wadau wengine mbalimbali waweze kuona namna gani pale serikali inapokuwa imeishia wao wanaendeleza. Zaidi ya yote tunatambua kabisa kwamba wajibu wetu kama taasisi ya elimu ya juu, sisi kama chuo cha mipango, ni kuona kwamba wanafunzi wanaojiunga na vyuo wanatoka katika shule ambazo wamepata elimu iliyo bora, na elimu iliyo bora inapatikana katika shule yenye mazingira wezeshi na rafiki. Kwa maana hiyo, kama taasisi ya elimu ya juu tuna jukumu la kuona kwamba shule ziko katika mazingira rafiki na wezeshi, na wanafunzi wanasoma katika mazingira rafiki na wezeshi, na kwa maana hiyo wanakuwa wanapata elimu bora, na mwendelezo wake ni katika vyuo ambavyo mojawapo ni chuo cha mipango. Kwa upande wake, mwalimu mkuu wa shule ya msingi Mpamaa Bi Anna Mary Chua alikuwa na haya ya kueleza juu ya msaada huo. Zikiwepo upungufu wa madarasa, upungufu wa matundu ya vyoo, upungufu wa nyumba za walimu, pamoja na viti, furniture kwa ujumla. Lakini katika mahafali yale walituahidi kutusaidia viti 12. Tunashukuru leo wametimiza ahadi yao, wametuletea viti 12 na tumevipokea, lakini bado tuna changamoto nyingine bado zipo. Tunaomba kama wanaweza pia kuangalia sehemu nyingine ambayo wanaweza kutusaidia, watusaidie pia, kama upungufu wa madarasa, kwa sababu tuna watoto wengi kulingana na idadi iliyopo. Tuna watoto 1300 lakini tuna vyumba 7 tu vya madarasa. Naye msaidizi wa mkuu wa shule ya sekondari Miuji Bwana Hussein Ramadhani Maimu naye pia alikuwa na mambo haya ya kueleza juu ya msaada huo uliotolewa na chuo cha mipango kwa shule yake. Kwanza tuwashukuru kwa ahadi yenu ambayo mlitoa kwenye graduation yetu ya kidato cha 4 kwa kutupatia viti vya walimu. Ni kweli tuna uhaba wa viti, uhaba mkubwa tu ambao sometimes unapelekea mpaka watoto wetu wanachukua viti vyetu, ama walimu wanakalia viti vya watoto, lakini inapotokea kipindi cha mitihani walimu wanakosa viti. Kwa msaada huu ambao umetuletea, naamini utakuwa ni msaada mkubwa sana, na walimu watakuwa na sehemu ya kukaa na kufanya kazi yao ipasavyo. Nawashukuru sana. Changamoto ni kubwa. Tuna idadi ya walimu wapatao 60, na kama mnavyoona mmetuletea viti 10, lakini bado kuna wadau wengine nao wanaendelea kuleta, lakini bado haijaweza kukava kwamba kila mwalimu akawa na kiti chake permanent. Lakini tunaamini kwa hivi viti 10 vilivyofika vitasaidia pakubwa sana, na tuweze kuomba tena kama kuna wadau wengine kaweza kujitokeza kutusaidia kupata viti, basi itakuwa ni furaha kwetu. Changamoto ambayo tunayo kwa sisi hapa shuleni kwetu ni maji. Kisima cha maji ndio tunasumbua. Tunatumia maji ya DUWASA, lakini kama tunavyofahamu DUWASA huwa ina siku zake za kutoa maji. Kwa kuna siku maji ya toki takriban siku 3 mfululizo,
na sisi hapa tuna takriban watoto 1600. Ni wengi sana. Kwa kuwaweka watoto wao ndani ya siku 3 bila kuwepo na maji unakuwa na changamoto sana. Kwa changamoto kubwa iliyopo ni ya kisima. Tukipata kisima cha maji, naamini tutakuwa tuko vizuri na salama zaidi.